Mimi kwa jina naitwa Samuel Bilinyi, mwenyekiti wa soko B Mbalizi tarafani. Mimi nafikiri muonekano wa jinsi zile 88 tulivyokuwa tunasikia, nafikiri leo kumetulia kwa vizuri, japo tupo sokoni, mimi niko ofisini, lakini ile pilika ya watu imepungua, haijawa kama inavyokuwa siku zote, na imekuwa ni tofauti na jana. Nafikiri jana pilika sokoni zilikuwa ni nyingi. Inawezekana watu labda ni kwa ajili ya sababu leo ni Sabasaba, watu inawezekana walikuwa wanafanya manunuzi kwa ajili ya hayo, na inawezekana wengine walikuwa wanafanya manunuzi wingi jana, labda wakihofu kwamba inawezekana ile 88 sawa kwamba kuna maandamano, lakini nisema tu kwa sababu ni mwanadamu akiangalia kwenye mitandao kuna vitu akiviona ni kweli anahisi hivyo, lakini kwa leo nafikiri kumetulia, kupo vizuri sana, japo huduma zile za zinazotakiwa leo nyingi kwenye ofisi zimepungua. Inawezekana watu wengi wanasherehekea labda Sabasaba, wengine majumbani kwao, labda sehemu mbalimbali, na tumeangalia barabarani tukitaka kusafiri tunaona gari zimepungua, sio kama siku zote. Na natoa tu wito kwa watu wasiendelee kufuatilia vitu vya mitandaoni wakati mwingine. Sawa, nchi yetu ni nchi ya amani. Nchi ya amani inahitaji utulivu. Tusiwe na ile 88 hapo tukawa tunazusha vitu ambavyo havipendezi. Vyombo vya kutunza usalama ni sehemu yao ya kazi. Kwa hiyo tunapoona kuna wakati wanapita, kwa mimi uelewa wangu mimi na enjoy, kwa sababu najua hakuna lolote baya ambalo linaweza kutokea, kwa sababu wale ndio wasimamizi wa nchi. Kwa unavyoona mimi nikiwa wanapita, basi mimi najisikia raha sana, kwa sababu najua lolote baya likipita, yule wale wana utaalamu, hakuna lolote baya linaweza kutokea. Mimi nafikiri naipongeza sana serikali. Mimi naipongeza sana serikali kwa hii hatua, jinsi mji, yaani tuseme mji wetu ulivyokaa, umekaa kiutulivu. Manake watu wengi walikuwa wanafikiri, nafikiri serikali kwa huu mji ulipokuwa hivi na wakaweka usimamizi mzuri, zile 88 zote zinazokuwa mimi nasema ni za kipuuzi kwa namna fulani. Hebu hizi serikali kusimamia, tubakie tuna amani. Nchi yetu tunahitaji si amani, sio tuhitaji chokochoko zingine sio kwa msingi. Tunapata athari kubwa sana, kwa sababu sisi ni kwamba sokoni sisi ndio mashamba. Kwa inapotokea chokochoko, maana yake inatufanya sisi kwanza kiuchumi tunashuka, kwa sababu huduma nyingi, kuna mizigo kutoka sehemu mbali haiwezi kutufikia sisi sokoni. Alafu vile watu tunakosa huduma. Nje ya kukosa huduma, tunakosa na muendelezo wa shughuli zetu ambazo zinatupa kipato kwa siku. Kwa hiyo hivi vitu vinavyokuwa kumekuwa kimya na usalama hivi, mimi kama mwenyekiti wa soko na safi, kwa sababu wafanyabiashara wanakuwa wanaenda kupata mahitaji yao vizuri, na wale wenye kuuza wanaendelea kuuza, wanapata riziki vizuri.